fursa hii pamoja na mwaliko huu adhimu, lakini washukuru sana wazazi wangu akina mama na akina baba, pamoja na mvua hii kubwa inayonyesha na matatizo ya barabara zetu ambazo hazipitiki kipindi hiki cha mvua, ambako barabara hizi zimefanya kuwa na migogoro ndani ya familia. Wakati mwingine baba anakwenda kazini, anaaga atarudi, lakini mvua ikinyesha madaraja na mabonde na mito inashindwa kumfanya mtu arudi kwenye majukumu yake ya nyumbani ya kulea ndoa yake. Ama nyinyi wazazi mmekuja hapa na bahati mbaya mvua hii imenyesha, huenda mkashindwa kurudi kwenye maeneo yenu kwa sababu ya migogoro ya barabara, lakini niwashukuru, mmekuwa wavumilivu na mvua hii inanyesha, na nyinyi mmekaa kwenye mvua bado mnaendelea kusikiliza haya ambayo mimi kijana wenu nimekuja nayo ndani ya kata yetu hii ya Majoe kwenye mtaa wetu wa Mchangani. Hili ni deni kubwa mmenipatia. Nataka niwahakikishie yale yote ambayo tumeahidi kwenye kampeni zetu, kwanza ya kuwapigania na kuwasemea, hiyo kazi tumekwisha ianza mimi na kaka yangu Mheshimiwa Diwani. Nimehudhuria vikao vitatu vya halmashauri. Nimemsikia diwani wetu kaka yetu alipokuwa akipambana kuhusiana na miundombinu wa barabara. Nimemsikia diwani wetu kwenye vikao vya manispaa vya jiji, namna ambavyo amekuwa akipambana kuhusiana na madaraja na vivuko na makalabati kwenye maeneo yetu ya Mchangani na kata ya Majoe. Nimehudhuria kwenye vikao hivyo, nimemsikia Mheshimiwa diwani alipokuwa akipambana ili kukamilisha ujenzi wa kituo cha polisi ili kupata amani na ulinzi na usalama ndani ya kata yetu ya Majoe. Lakini nimemsikia Mheshimiwa diwani huyu akiwa anapambana kwa ajili ya afya ya mama na mtoto pamoja na wazee wetu, kwa namna ambavyo amekuwa akipambana ili kuhakikisha kile kituo cha afya ambavyo viliahidiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan vinakamilika kwa wakati ndani ya kata ya Majoe. Na kata ya Majoe ilipata bahati, nikiwa naibu meya wa jiji hili la Dar es Salaam, tumeleta vituo vya afya viwili kwa maana ya mpango wa ujenzi wa vituo vya afya kwenye kata yetu ya Majoe. Na sasa kaka yetu Elimpanzu Kibisawala maarufu amekwenda kusimamia vizuri na kupigia kelele ndani ya serikali yetu ya jiji la Dar es Salaam. Kaka yangu hongera sana, Mungu atakulipa mbadala. Lakini leo hapa mmeona wenyewe, ameshuhudia nguvu za wananchi, ameshuhudia utayari wa mwalimu wetu huyu wa shule ya msingi wa Mchangani, na nitoe wito kwa walimu wengine ndani ya jimbo la Kivule, twende tukaige mfano wa kaka yetu mkuu wetu wa shule hapa ya Mchangani. Yeye badala ya kulia shida za shule yake ametafuta suluhu, amegeuza shida kuwa fursa, amejenga mahusiano, ameongea lugha nzuri na wananchi wa eneo hili na akina mama na wazee na wafanyabiashara na wajasiriamali na vile vikundi vyetu vya ujasiriamali tunaviita nini, Shivuta, si ndio? Lakini tunaye mwenyekiti wetu wa baraza la wazee Mzee Gasaya ametoka kule kwenye kata ya Kivule, lakini amekuja kwenye kata ya Majoe kwa sababu tu mwalimu huyu wa shule ya msingi ya Mchangani kajenga mahusiano mazuri na wenzie. Amekuja hapa kuunga mkono juhudi na bidii kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu ili kutimiza ndoto zao. Nataka niwaambie ndugu zangu, mimi Masaburi ambaye ninyi mlinipigia kura nyingi sana kuwa mbunge jimbo hili, nimesoma kwenye shule ya msingi ya Tandale Uzuri. Wakati ule shule zile ndio zilikuwa zinaanzishwa, shule za serikali za Mzee Jakaya. Nimemaliza 2007 pale. Shule za serikali ndizo zilizotulea sisi na leo tumekuwa viongozi wa taifa hili. Hatukusoma kwenye zile shule za mabasi ya njano ya watoto wa kishua. Nimesoma shule ya msingi ya Tandale Uzuri. Mwalimu wangu mkuu alikuwa anaitwa Mwalimu Juma Chande. Mwalimu wangu wa nidhamu alikuwa anaitwa Mwalimu Saibogi. Wakati ule kama mnaangalia movie ukiambiwa Saibogi ni adui kweli kweli. Maana yake alikuwa ni mtu wa kusimamia nidhamu. Nasi tukasimamiwa vizuri na leo tumekuja kuwakilisha ama kulitumikia taifa hili. Sasa kaka yangu mkuu wa shule, unanikumbusha enzi zile kwamba unataka kujenga shule ya msingi hii Kichangani ije kuwa shule ya msingi ya mfano, na ukuishia kwenye maneno, ukaenda kwa vitendo.
tunatafuta lugha nzuri ya kuongea na wafanyabiashara, vikundi vya wajasiriamali, lakini utaona hata wanakuja kuchangia hizi elimu hapa ni wamama na wazee ambao wana maisha ya kawaida kabisa, ni kwamba wana moyo wa kutoa. Lakini alikuwa ananong'oneza hapa kwenye ile kero ya mwisho, na mtu mwingine angekuwa mjanja mjanja, wakati nakuja aliniambia iko shida ya kiti cha shilingi milioni 1.2 ndio aliniambia, si ndio bwana? Akaniambia na nyingine shilingi 400,000, jumla milioni 1.5 aliniambia, kwa maana mimi nije na milioni 1 na ngapi na 500,000 ili kuweza kutimiza azima yake kwa ajili ya kuwatumikia ama kuwafundisha elimu ya TEHAMA. Nadhani kama sikosei, TEHAMA tafsiri yake ni teknolojia ya habari na mawasiliano. Yaani anataka kuwafanya wanafunzi wetu waende wakimaliza shule waingie kwenye soko la ushindani sawa sawa na watoto wengine wanaosoma kwenye shule za international. Anataka watoto wetu waijue kompyuta kuanzia wakiwa madarasa haya ya awali, tofauti na wakati ule tunasoma alafu unatafuta sehemu nyingine kwenda kusoma tuition kwa ajili ya kompyuta. Yeye anataka tuijawe bure hapa kwenye shule yetu ya Kichangani. Makofi mengi kwa mwalimu wetu. Sasa nilikuwa najaribu kuwaambia kwamba angeweza kusema vitu vile bado havijapatikana ili mbunge atoe pesa, lakini nimefika hapa akaninong'oneza kwamba yale yote niliyokuomba kwa baraka ya mvua hii na kwa baraka ya ugeni wako, na watu jana walikuona huko bungeni ukizungumzia barabara za Majoe za Chuolada, Kampala International University, barabara kutoka Pugu mpaka kule njia 4 Msongola, hii hapa inayopita katikati kwa ajili ya kujenga kiwango cha lami. Lakini leo nimewahi asubuhi treni ya alfajiri ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na nimefika kwenye mkutano huu pamoja na mvua kubwa, na watu wakaniambia huenda mvua hii watu wasifike. Nikasema hata kama wakiwa wawili nitakuja, lakini neema iliyoje, wazazi mmeendelea kuvumilia mpaka mvua inatunyeshea. Sasa mimi deni hili nalilipaje? Kwa mambo makubwa matatu. Kwanza ni kutekeleza kikamilifu kazi na wajibu wa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayewakilisha jimbo la Kivule. Kazi ya mbunge kubwa ni moja, ni kuisimamia serikali kwa kusema bungeni kero za wananchi na kutekeleza ahadi ambazo serikali ziliahidi katika kipindi cha kampeni. Kazi hiyo naiweza na nimekwisha ianza. Kwa miaka kadhaa tumekuwa na viongozi ambao walikuwa wanapambana kwa ajili ya kuleta maendeleo, lakini mimi nimekuja kwa staili nyingine tofauti ya kusema bungeni kwa unyenyekevu mkubwa, kumuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wetu wakuu wa taifa hili kutekeleza ahadi zao za kuwajengea barabara za lami wananchi wa eneo hili la Majoe na jimbo la Kivule kata 5 zilizobakia. Na mara ya mwisho nilipouliza swali langu tarehe 8 mwezi wa 5 juu ya ujenzi wa barabara ya kutoka pale Pugu sekondari ambayo nimekuja nayo kuelekea huku njia 4 mpaka kule Msongola kiwango cha lami, nilijibiwa na serikali yangu tukufu kwamba kufikia tarehe 30 mwezi wa 6 watakuwa wamekamilisha michoro na miundombinu yote na design ya barabara hiyo, ili sasa serikali iweze kutangaza tenda na kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. Ahadi yangu kwenu ni kuambia ikifika tarehe 30 nitawakumbusha tena serikali bungeni, mtanisikia tumefikia wapi ukamilishwaji wa design ya barabara hiyo na fedha za barabara hiyo, ili barabara hiyo iweze kujengwa kwa kiwango cha lami. Na nataka niwahakikishie tutaijenga. Lakini kazi nyingine ya mbunge ni kutunga sheria bungeni. Hapa ni kuhakikisha sheria zote ambazo zinawakandamiza wajasiriamali na wananchi hazipiti
ili kusudi kuwasaidia Watanzania waweze kuishi maisha yenye tabasamu kama ambavyo Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameahidi kuacha tabasamu kwa Watanzania. Sasa hayo ni mambo mawili ambayo nimesema ni deni ambalo nakwenda kulipa baada ya uchaguzi na hata leo mvua kubwa iliponyesha hapa. Lakini nichukue fursa hii katika ahadi yangu ya tatu kumpongeza sana Mheshimiwa Diwani namna ambavyo ameshirikiana na viongozi wenzie wa serikali na wa Chama cha Mapinduzi na kuwaweka kwenye jukwaa moja kama sehemu ya kutekeleza ahadi hiyo. Nami niseme kwa niaba ya wana CCM na wananchi wote wa jimbo la Kivule na wananchi wote walijitokeza na tukaongoza kwa kura kwenye kata hii ya Majohe, ni muombe Mwalimu, na unapoitwa msamaha ule atawa rais, wakati mwingine waliokuwemo wamo na wasiokuwemo wamo. Sasa wazazi wengi walishajitokeza kuchangia pesa kwa ajili ya ujenzi wa fensi ya shule yetu, na mwalimu huyu mwadilifu aliwaambia wazazi, chukueni fedha wenyewe kawekeni kwenye akaunti yenu, na tunaye mwenyekiti wa wazazi Kamili Gado. Lakini tuna wazazi mahiri. Wazazi wengine wangelalamika wamechangishwa, lakini ndio nasema mahusiano. Mwalimu mkuu kajenga mahusiano mazuri na walimu na wazazi wakakubali kwa hiari yao kuchangia. Sasa kwa kuwa leo nimefika, walionipigia kura, basi michango hapo ilipofikia iwe mwisho na pesa zilizobaki zote nitazitoa. Majohe oye! Kitangani oye! Kuanzia leo michango ambayo tulikubaliana kwa ajili ya ujenzi wa ukuta wa shule yetu ya msingi ya Kitangani, zile laki milioni 9 na laki 4 zote mimi Masaburi nitazitoa. Na mimi nina mahusiano mazuri, sio kwamba mimi ni tajiri, ila ninao watu kama Mzee Mpili. Hapa leo nilikuja na pesa yangu mfukoni, shilingi milioni 2 za Kitanzania, nitazikabidhi leo. Alafu mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam kaka yangu Eli Huruma nimempigia hapa simu na nikamshawishi, na nimesema nitoe hai kwa walimu wengine, maana wengine utasikia na kesho na wao wanakualika kwenye